Bado kuna Ushindi TV. Ignite your faith. Change the world. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninakusalimu ndugu yangu popote ulipo. Ni siku nyingine nzuri ya asubuhi ya leo. Asubuhi ya kuanza na Bwana. Kwenye kipindi cha kupendwa cha Tunu za Maisha. Ninayekuzungumza nawe mbele ya kamera ni mimi mtumishi wa Mungu Daniel Anthony Kitua. Rafiki yako na ndugu yako ninayekupenda. Nyuma ya kamera ni Bahati Mkulia. Leo tunaendelea na somo letu aina 6 ya vyakula hatari vinavyotumiwa na ufalme wa giza kuharibu maisha yako. Vyakula viko vingi, lakini tutaendelea kujifundisha kadri tutakavyopata nafasi, kwa maana wewe ni mtu wa thamani. Leo jana tulizungumza habari ya madhara. Leo ninatamani tuanze tena mbele. Leo tutajifundisha namna gani ulinzi dhidi ya chakula cha kichawi. Ni namna gani tunaweza tukajilinda ili tusiweze kuingia katika huo mtego wa kushiriki vyakula vya kichawi. Jambo la kwanza, ni muhimu kuwa na ufahamu wa asili ya chakula tunachokula. Yaani chakula chochote unapokwenda, iwe ni kwenye hafla au kwenye jambo lolote, lazima uwe na discernment rohoni ya kujua hiki chakula kina malengo gani na kimekusudia nini. Kuogopa kujiingiza. Unajua, kwa mfano, vyakula vingi unapoenda katika nchi fulani wanakupikia, wanasema dhifa ya kitaifa. Dhifa ya kitaifa wanapika vyakula tofauti tofauti pamoja na vile vya kiutamaduni wa nchi ile. Sasa kama nchi yenu ina mamiungu, manake chakula cha kimiungu kitakuwepo pale. Kwa hiyo ni lazima uwe makini sana kujua, ili usije ukaingia katika mtego huo. Kwa hiyo ni vizuri kuepuka kushiriki chakula vinavyohusiana na ibada za sanamu au ibada za nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana kujua hiyo siri. Ni muhimu sana. Haleluya. Lakini jambo la pili, utapataje ulinzi dhidi ya vyakula hivyo? Jambo la pili, kukaa katika uwepo wa Mungu. Unapaswa ukae katika uwepo wa Mungu. Ni muhimu sana kwa ajili ya ulinzi wa kiroho. Kama unataka ulinzi wa kiroho, jitahidi sana. Jitahidi sana, jitahidi sana, jitahidi sana kukaa katika uwepo wa Mungu. Unakaa katika uwepo wa Mungu namna gani? Kwa njia ya kuwa na mawasiliano na Mungu kwa maombi, kusoma neno la Mungu, lakini ujitahidi kushirikiana na Wakristo ambayo ni spiritual maturity kubwa. Spiritual maturity yao ni kubwa, ili waweze kukusaidia yale usiyoyaelewa uweze kuyaelewa, na hatimaye usije ukaingia kwenye mitego ya kushiriki vitu visivyofaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la tatu ni muhimu kutambua kwamba nguvu za Mungu ni kubwa kuliko nguvu zote za giza. Nguvu za Mungu ni kubwa kuliko nguvu zote za giza. Kwa hiyo maana yake ni nini? Unatakiwa uweke imani yako katika Mungu peke yake. Uweke imani yako katika Mungu peke yake. Unapoweka imani yako katika Mungu peke yako, unaweza kuwa na uhakika wa ulinzi wake. Haleluya. Biblia inasema tukimpenda Yesu tutazishika sheria zake. Alafu Yesu na Baba yake watakuja na kukaa ndani yetu. Yesu anapokaa ndani yetu ni moja ya ulinzi imara utakaosababisha adui asipate upenyo wa kukushambulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Mathayo 4:4 inasema, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Maisha yetu yanapaswa sana yadumu katika kulitegemea neno. Usiishi kwa akili zako. Watu wengi wameangamia pale walipoanza kuishi kwa akili, wakaacha kumtegemea Mungu wao. Nakupa shauri leo, ndugu yangu, popote utakapokuwepo, ni muhimu sana ujifundishe kumtegemea Mungu katika kila jambo na katika kila hali na katika kila tendo, kwa sababu katika kumtegemea Mungu tunapokea nguvu ya ziada ya kutupa kushinda majaribu na vitisho mbalimbali vya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, leo ninaamini kabisa umenisikia, lakini ninataka nikwambie, nikupe mifano hai ya madhara ya chakula cha kichawi vinavyotolewa kwenye madhabahu. Madhara. Haleluya. Kuna matukio mengi ambayo watu wameyapata au matatizo baada ya kula chakula kilichokuwa kimeandaliwa ama kutolewa kwa ajili ya madhabahu za kichawi. Haleluya. Na hayo mateso, kama nilivyosema, unaweza ukapitia katika mazingira ya magonjwa mbalimbali, matatizo ya ukata wa kifedha na mambo mengine kadha wa kadha. Haleluya. Kwa mfano, baadhi ya tamaduni kuna desturi ya kutoa sadaka ya chakula kwa mizimu, yani kwenye matambiko.
wanapika chakula, wanaenda kukiacha kule. Kwa hiyo utakapokuwa umekula katika kile chakula, sikiliza, chakula kazi yake ni kuwakutanisha pamoja na kuwafanya watu wawe na nia moja. Kwa hiyo tayari katika ulimwengu wa roho unakuwa na nia moja na yule Mungu aliyotolewa hiyo sadaka ama hicho chakula ambacho umekula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo desturi hizi za miungu za kutoa sadaka kwenye mizimu, maana yake zimewakamata wengi pasipo kujua. Wewe unajua umetoka kwenye kabila gani, na unajua unapokwendaga kule kwenu kijijini ni kitu gani wanasema na wanataka utekeleze. Kwa hiyo kwa kutokujua, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa kutokujua maarifa haya, watu wamejichanganya na kujikuta wako katika aibu kubwa ambayo imetesa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, katika kitabu kile cha Hesabu sura ya 25, ile Hesabu 25 tunaona wana wa Israeli wanakwenda kwenye chakula kilichoandaliwa kwa ajili ya miungu. Haleluya. Wanaenda kula chakula. Ngoja tuangalie. Haleluya. Hesabu 25 pale. Kuna mstari tu 18. Ngoja nisome. Biblia inasema ibada ya Baal-peori. Basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Hatua ya kwanza walianza kuzini. Wana wa Israeli waliokatazwa wasishirikiane na mwanamke yote wakaanza kuzini. Mstari wa pili, kwa kuwa waliwaalika hawa watu waende kwenye sadaka walizozichinjia miungu yao, watu wakala chakula wakaisujudia hiyo miungu. Unapokula chakula chochote kilichoandaliwa kwa kusudi la mungu fulani, katika ulimwengu wa roho ni kama umeanguka mbele yake kusujudia hiyo miungu. Na ndio hilo tendo katika ulimwengu wa roho linaitwa uzinzi wa kiroho. Uzinzi wa kiroho ni pale unapomwacha Bwana Mungu wako ukaenda kutafuta mungu mwingine ukamfanya kuwa Bwana. Tunapomwamini Yesu, yeye anakuwa Bwana wetu. Kwa hiyo tunapomwacha tukaenda kwa mungu mwingine, tunapata miungu mwingine. Katika ulimwengu wa roho haina tofauti na kuzini kimwili. Kwa hiyo watu wengi pasipo kujua wamekwisha kuzini tayari na hawajui kama wamezini. Bwana Yesu Kristo atusaidie sana. Mstari wa 3, ikawa Israeli wa kujiungamanisha na Baal-peori, hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Walipokwenda tu kula kwa hiyo hicho chakula kilichoandaliwa Baal-peori, tayari hasira za Bwana zikawaka. Mstari wa 4, kisha Bwana akamwambia Musa, watwae wakuu wote wa hao watu ukamtundikie Bwana wao hao mbele ya jua, ili kwamba hizo hasira kali za Bwana ziondolewe Israeli. Wale wote waliokuwa viongozi katika koo zile waliokwenda kula hicho chakula, Biblia inasema hasira ya Mungu ikawaka. Akamwambia Musa, hebu hawa wote waliokuwa viongozi wakawapeleka watu kwa Baal-peori, wakamatwe, wauawe, watundikwe juu ya mti. Haleluya, watundikwe juu ya mti. Kwa sababu gani wanatundikwa? Kwa sababu wameazini Mungu, wamemkataa. Uliposhiriki chakula chochote cha kichawi au cha kishirikina, umemkataa Mungu. Ndio maana tunakuletea somo hili. Unaweza kumkataa Mungu kwa kujua au kwa kutokujua, lakini kumbe tu kushiriki tayari umekwisha kumkataa Mungu. Na watu pasipo kujua wamejitenga na imani kwa sababu ya kupenda kula bila kuwa na hakika ya kusikiliza kutoka kwa Mungu. Mtumishi wa Mungu, Mungu anataka uwe mlinzi. Jilinde maisha yako kinyume na hizo roho kwa kufuata kanuni za Mungu. Ubarikiwe sana na Bwana akupe neema na ushindi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Bado kuna Ushindi TV. Ignite your faith. Change the world.